wenye umri wa miaka 4 na 5 wamepatikana wakiwa wamefariki katika mazingira ya kutatanisha katika kijiji cha Nkoratatu, eneo la Nyangoge, kaunti ndogo ya Kisii Kusini. Ripoti za awali zinaeleza kuwa huenda watoto hao walibakwa, wakapewa sumu na kisha kuuawa. Mwanahabari wetu Sally Davida anaarifu. Huzuni na simanzi vimetanda katika eneo la Nyangoge katika kaunti ya Kisii. Hii ni baada ya watoto wawili wa kike, Anna Bahati na Stacy Nyanchama, kuripotiwa kutoweka majira ya saa 12 jioni walipokuwa wakicheza pamoja. Ilikuwa saa 11. Tulikuwa hapo kwa nyumba, walikuja na rafiki yake. Nikawapea chai wakakunywa. Wakatoka. Wakaniambia, mami, tunaenda kucheza. Nikamwambia sawa. Wakatoka na mimi nilikuwa nimechoka sana. Nikatulia kwa kiti nikapumzika. Wakati walitoka hawakurudi tena. Ripoti za awali zinaeleza kuwa huenda watoto hao walibakwa, wakapewa sumu na kisha kuuawa. Hata hivyo, chanzo halisi cha vifo bado hakijathibitishwa. Kuna kijana alikuwa ameenda kuangalia mara ya kwanza. Akaenda tena mara ya pili, hakupata kitu. Akaenda mara ya tatu, roho inamkatatu. Wakati tulitoka tukigawanyana, kila mtu, wengine wakaenda kwenda mabol, wengine huko chini kwa miti. Huyo kijana tena akaona acha nirudi huko tena. Kurudi huko ndio akapata gunia zimerushwa huko. Aidha, polisi kutoka kituo cha Suneka walifika eneo la tukio pamoja na naibu kamishna wa kaunti ndogo ya Kisii Kusini, Grace Ouma, ili kushughulikia swala hilo. Hata hivyo, katika harakati za kufanya uchunguzi wao, walipata chupa iliyodhaniwa kuwa na sumu katika eneo hilo. Miili ya watoto hao ilihamishwa katika chumba cha kuhifadhi maiti ya hospitali ya rufaa ya mafunzo ya Kisii kwa ajili ya uchunguzi wa maiti, huku polisi wakiendelea na uchunguzi wa kubaini waliohusika. Mamlaka imewataka wananchi wenye taarifa zozote zinazoweza kusaidia katika uchunguzi kuzitoa katika kituo cha polisi kilicho karibu. Sally Davida, TV47.